Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watu 15 kwa tuhuma za mauaji ya watu 5 na kujeruhi wengine 3 katika tukio lilotokana na wananchi kujichukulia sheria mkononi huko kitongoji cha Likorogo, kijiji cha Wenje, wilaya ya Tunduru. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma ACP Marco Chilia amesema tukio hilo lilitokea usiku wa tarehe 1 mwezi wa 10 2025 baada ya mgogoro kati ya wakulima na wafugaji, na uchunguzi unaendelea ili watuhumiwa wote wafikishwe mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Napenda kutoa taarifa ya tukio moja la mauaji lilotokea wilaya ya Tunduru kama ifuatavyo. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 2025 majira ya saa 7 usiku huko kitongoji cha Likorogo, kijiji cha Wenje, kata ya Narasi Magharibi, wilaya ya Tunduru, wananchi 5 waliuawa. Wananchi hao ni Mfaume Mashaka Ali miaka 68, Imani Saidi Abdu miaka 50, Abdallah Ali Biashara miaka 37, Mipango Miholoa Mwituta miaka 54 na Hamis Hussein Shaibu miaka 13. Walikutwa wameuawa katika maeneo tofauti tofauti kwa kukatwa na kuchomwa na vitu vyenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili. Baada ya taarifa tukio hilo kuripotiwa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, jeshi la polisi lilianza upelelezi na msako mkali wa kuwasaka na kuwabaini wale wote ambao wamehusika na tukio hilo, ambapo tarehe 1 mwezi wa 10 2025 tulifanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 15 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za upelelezi. Pia tumefanikiwa kukamata vifurushi vya nyama 5, nyama ya ng'ombe na mikuki inayosadikiwa kutumika kwenye tukio hilo. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba tarehe 30 mwezi wa 9 2025 majira saa 11 jioni, mwananchi mmoja aitwaye Hassan Mponda Moshi, mkazi wa kijiji cha Nakapunda, akiwa shambani kwake alishambuliwa na mfugaji ambaye jina lake halijafahamika. Kufuatia tukio hilo ndipo tarehe 1 mwezi wa 10 2025 majira saa 7:30 usiku wananchi wa kijiji cha Mkapunda na Wenje wapatao 100 waliwafuata wafugaji kwenye makazi yao huko kitongoji cha Likorogo, kijiji cha Wenje, ambapo waliwakuta wafugaji, lakini wafugaji hao baada ya kuona idadi kubwa ya hawa wananchi walikimbia na kuacha mifugo yao. Ndipo wananchi hao walifungulia ng'ombe katika zizi na kuanza kuzikatakata, na baadaye walichuna ng'ombe hao na kuchukua nyama na kuanza kurudi kijijini. Wakati wananchi hao wakiwa wanarudi nyumbani na mizigo ya nyama, ghafla walijikuta wakiwa wamezingirwa na wafugaji, kisha kuanza kushambuliwa kwa mikuki, mapanga na kupelekea vifo vya watu 5 na kusababisha majeruhi 3 ambao ni Jana Said Athmani miaka 46, Alifa Salum Mbahu miaka 49, Mahala Rajabu Mahala miaka 56. Majeruhi wamelazwa katika hospitali ya Mission Mbesa wakiendelea na matibabu, na miili ya marehemu ifanywe uchunguzi na kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Tunaendelea na operation kali katika wilaya ya Tunduru na upelelezi wa tukio hilo na mengine yote yatakayotokea kwa kipindi hiki chote hili tukio limetokea, na tunaendelea kuwasaka wale wote ambao wamehusika na tukio hilo, na watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Aidha, ACP Chilia amewataka wananchi kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi na badala yake kutumia viongozi wa vijiji na jeshi la polisi katika kusuluhisha changamoto kwa njia ya amani na utulivu. Natoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma na hususan wananchi wa wilaya ya Tunduru, wacha mara moja tabia na vitendo
vya kujichukulia sheria mkononi. Siku chache baada ya jeshi la polisi kukamata watuhumiwa 15 kufuatia tukio la mauaji na kujeruhi lililotokea katika wilaya ya Tunduru, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mkapunda wametoa wito kwa serikali kuwaondoa jamii ya Wamang'ati katika eneo hilo, wakihofia kutokea kwa madhara zaidi. Kwa hilo naiomba serikali kwa vile chanzo ni Wamang'ati ufugaji wa ng'ombe hapa, na popote wanapopotelewa ng'ombe wao huhisi kuwa itakuwa hawa raia wanakula ng'ombe zetu, na ndio unapoanzia ugomvi. Serikali nilikuwa naiomba ili kuleta amani, ingefanya kila utaratibu kuhakikisha Wamang'ati hao wanaondolewa katika maeneo haya. Karafa Jicho Jasa, mmoja wa wakazi wa kijiji hicho, amesema tukio hilo lilitokea siku 3 zilizopita, ambapo marehemu Hassan Mponda alipigwa na watu wanaodaiwa kuwa wa jamii ya Wamang'ati. Amesema wakazi wa kijiji walifika eneo la tukio na kusikitishwa na unyama aliofanyiwa Mponda. Ameeleza kuwa viongozi wa wilaya walitembelea eneo hilo na kuahidi kuwaondoa Wamang'ati, lakini mpaka sasa hakuna utekelezaji wowote uliofanyika. Kwa majina naitwa Karafa Jicho Jasa. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Mkapunda. Siku 3 nyuma, baada ya ndugu yetu Hassan Mponda kupigwa na Wamang'ati wakati akiwa dimbeni kwake, wananchi walipofika pale katika sokata kuandamana, walivyomuona Hassan namna walivyomuona, wananchi wakajawa na jaziba katika moyoni mwao na wakanungunika. Kwa nini walinungunika? Walinungunika kwa sababu zifuatazo. Wiki zilizopita nyuma viongozi wa wilaya walikuja wakaahidi vitu vingi sana, kwamba tutakuja kuwafukuza, ikiwemo saa 1 alikuwa anakaa Likorogo hapo, tutakuja tutafukuza atatoka. Wamekuja safari ya 2 ya 3, lakini utekelezaji wao ulikuwa ni mdogo. Hivyo wananchi wakaenda ofisi ya kijiji, wakamwambia mwenyekiti, tunakuomba kwa zamani uliokuwa nayo wewe, kataa kuleta maboksi hapa ya kupigia kura. Hataki tupige kura kwa njia hii. Hatuwezi tukapiga kura tukamweka kiongozi ambaye hatekelezi maneno yetu, asimamii maneno yetu. Huyu sio kiongozi, hatutafuta kiongozi hapa. Bora tukae uchi kuliko kuvaa nguo ambazo zimechanika. Hakuna nachokifanya. Hivyo wananchi wenye hasira kali, ni kweli tumeongea na hatupindishi maneno. Kama ikiendelea hivi itakuwa hivi, na msituletee maboksi, na hiyo mbinu ipo katika kijiji cha Mkapunda. Kwa upande wake Mwinyi Kuhale, mkazi mwingine wa kijiji hicho, amesema chanzo cha mauaji hayo ni kupotea kwa ng'ombe mmoja wa jamii ya Wamang'ati. Amesema watu hao walipokuwa wakitafuta ng'ombe walimkuta mkulima akiwa shambani, ndipo walipojichukulia sheria mkononi. Ni Mwenye Kuhale ambaye niko katika kijiji cha Mkapunda, ambako kuna maafa ya kufa watu kulingana na Wamang'ati. Chanzo kabisa ilikuwa ni Wamang'ati kupotelewa na ng'ombe mmoja. Katika kutafuta Wamang'ati wamemkuta mkulima mmoja akiwa analima dimbeni kwake. Walivyomuuliza na kusema mimi sijawaona, waliamua kumpiga na kuwa mahututi. Baada ya kuja akina mama walivyogumia, Wamang'ati wakakimbia, wakaenda vijana wakamchukua wakampeleka hospitali. Baada ya hapo Wamang'ati sasa inakuwa wakulima walivyopandwa na hasira kuwa tuwafuate Wamang'ati, kila kambi wamehama, Wamang'ati wanaitana, wamekutana na wale waliokutafuta. Matokeo yake umezuka ugomvi mkubwa, wameuliwa watu 5 na wengine 3 wako hospitali wamejeruhiwa. Sasa kwa hilo naiomba serikali kwa vile chanzo ni Wamang'ati ufugaji wa ng'ombe hapa, na popote wanapopotelewa ng'ombe wao huhisi kuwa itakuwa hawa raia wanakula ng'ombe zetu, na ndio unapoanzia ugomvi. Serikali nilikuwa naiomba ili kuleta amani, ingefanya kila utaratibu kuhakikisha Wamang'ati hao wanaondolewa katika maeneo haya. Bila hivyo, kama halitafanyika hilo, raia watakuwa wanakufa kila siku, sababu raia hawa na Wamang'ati wanachoachana. Raia ni wengi, lakini Wamang'ati wapo kidogo. Raia hawa wako kiudini sana, kuua mtu anaogopa kwa Mungu dhambi, lakini Mang'ati hayuko tayari kuogopa kwa Mungu. Kwa hiyo ni rahisi kuwaua, hata wangekuwa 10 yeye yuko mmoja.
lakini raia uwezo wa kuua mtu hawana kwa sababu dini sana. Sasa kwa hili naamini kuwa serikali itapoteza nguvu kazi. Leo tumepoteza watu 5. Kesho kutwa tutapoteza wangapi? Serikali ninaiomba ifanye kila linalowezekana iweze kuwaondoa katika maeneo haya. Bila hivyo watu watakufa. Naye Mohamed Salum Kawawa amesema uwepo wa mang'ati katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Tunduru, hususan kijiji cha Mkapunda, umekuwa chanzo cha migogoro na uharibifu wa mali ikiwemo mazao ya kilimo. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Salum Kawawa. Kweli uwepo wa mang'ati katika eneo letu hili na wilaya nzima ya Tunduru, hasa hapa Mkapunda ambapo ndio mimi naishi, kwa kweli uwepo wao unatuletea matatizo makubwa. Tunapata hasara ya mazao na usalama wetu sisi wakulima unakuwa ni mdogo. Mfano, mimi ninayeongea nimekula hasara ya mazao yangu kama vile viazi, mbaazi, miogo takriban kwa muda wa miaka 3. Lakini nilikuwa nikikurupushana nao huko shambani, wakawa wananielewa. Mwaka huu nimewakuta hapa kijijini wameleta ng'ombe wao zaidi ya 150 katika eneo ambalo sisi tunapata huduma ya mboga, eneo la bustani. Katika kuambia kwa jamani, mbona mnatuletea ng'ombe kama hawa kwa idadi hii, na kwamba katika kuwaleta hapa na hapa ni kijijini, muone kama watakula hapa bustanini kiasi sisi tukakosa hata mahitaji ya kujikimu katika maisha yetu. Wale walichokifanya kuchukua fimbo kunipiga mimi kichwani, nilipoweza kupanchi walinivunja mkono. Kwa kweli hiyo ilikuwa siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka huu. Ndipo nilipokaenda hospitali baada ya kutoa maelezo yangu kituo cha polisi cha karibu yetu kilichoko kata yetu ya Nalasi, kuchukua PF3 kupata huduma za zahanati iliyoko Nalasi makao yetu mkuu ya kata. Nikaambiwa niende hospitali tunayotegemea katika eneo hili Mbesa. Pale wakanipa rufaa kuelekea ndani, ambako ndiko nilikopata matibabu ya kuweza kuwekwa kopa hili na kurudi hapa nyumbani kwa gharama ya takriban kama. Wananchi wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kurejesha amani na kuhakikisha jamii hizo zinaishi kwa kufuata sheria na taratibu za nchi. Uwepo wao sisi kwa kweli hatuhitaji, na tunaomba serikali kama ina uwezo wa kuweza kutuona kama sisi nasi ni binadamu ambao hatutaki tufanyiwe matendo yanayoyafanya hao. Mimi ningeomba serikali waondoe hawa watu. Tunajua kuna sheria ya kwamba Tanzania ni ya wote. Mtu Mtanzania anaweza kwenda popote pale, mradi asivunje sheria. Sasa hao wanavunja sheria. Kule kutujeruhi, kutuua, kulisha mazao yetu kule ni kuvunja sheria, kwa sababu hakuna serikali aidha jamii iliyowaruhusu kufanya hivyo. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.